Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wataalamu na wanasiasa pamoja na waandishi wa habari wanasema kwamba iwapo Iran itaanguka, Urusi itafuata. Hiki ndicho anachosema wataalamu wa mambo na wanasiasa wa Urusi kuhusu makombora ya Marekani nchini Iran. Shirika la habari la RT, Russia Today, limekusanya hisia kutoka Moscow, kuanzia kipengele cha kijiografia hadi kejeli kufuatia shambulio la Marekani kwenye tovuti ya nyuklia za Iran mnamo tarehe 22 Juni, ambapo Marekani ilimuunga mkono mshirika wake wa karibu zaidi, Israel, kwa kuanzisha mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya nyuklia nchini Iran. Matokeo kamili ya operesheni hiyo kwa mpango wa nyuklia wa Iran na kwa usawa mpana wa nguvu katika Mashariki ya Kati bado haijajulikana, lakini huko Moscow majibu yalikuwa ya haraka. Wanasiasa wa Urusi na wataalamu wa sera za kigeni wameanza kufanya hitimisho, wakitoa utabiri wa mapema na tafsiri za kimkakati za kile kinachofuata. Katika ripoti hii maalum, shirika la habari la RT limeeleza maoni kutoka nchini Urusi, mkusanyiko wa mitazamo mikali ambayo mara nyingi inatofautiana kutokana na wachambuzi na maafisa juu ya kile hatua ya hivi punde ya kijeshi ya Washington ina maana gani kwa eneo hilo na kwa ulimwengu, lakini haswa kwa upande wa Urusi. Fyodor Lukyanov, mhariri mkuu wa shirika la habari la RT katika masuala ya kimataifa, anasema mtego unamgojea Trump ni rahisi lakini una ufanisi mkubwa. Iwapo Iran itajibu kwa kulenga mali ya Marekani, Marekani itaingizwa zaidi katika makabiliano ya kijeshi karibu bila malipo. Ikiwa kwa upande mwingine Teheran itashikilia au kutoa jibu la ishara tu, uongozi wa Israel unaungwa mkono na washirika wake wa kihafidhina wa mamboleo huko Washington utachukua muda wa kuishinikiza ikulu ya White House. Sasa ni wakati wa kumaliza utawala dhaifu na kulazimisha kuchukua nafasi yake. Mpaka hilo litokee, watabishana kwamba kazi haijafanywa. Ikiwa Trump yuko tayari au hata anaweza kupinga shinikizo hilo bado haijulikani. Uwezo mkubwa zaidi, Iran itaweza kuepuka kulenga shabaha za Marekani moja kwa moja katika juhudi za kuzuia kuongezeka kwa kiwango cha kutorejea na vikosi vya Marekani. Badala yake, inapaswa kufanya kazi hiyo kama ambavyo Ayatollah Al-Khamenei ameeleza, lakini wakati huo huo ni Urusi ya Rais Putin kuhakikisha inaieleza Marekani ole wake ifanye majibu ya shambulizi kwa mara nyingine tena dhidi ya Iran. Hapo kutakuwa na uwezekano Marekani inaweza isijibu kutokana na kwamba kutakuwa na vita kubwa, kwa maana tayari Urusi imeshaingia vitani. Lakini lau wakati huo ambapo Iran itaamua kurudisha majibu, na wakati huo huo Rais wa Urusi Vladimir Putin na washirika wake wa China pamoja na Korea Kaskazini watakuwa kimya, ni wazi Iran itapigwa kwa mara nyingine tena, na wakati huo itapigwa kwa makombora mazito kutoka nchini Marekani na mchanganyiko wa washirika wengine wa Magharibi, kwani ni sawa na kwamba sheria namba 5 ya NATO itaanza kutumika, ishara ya kwamba tayari Marekani imeshambuliwa na hivyo washirika wanapaswa kuingilia kati kutetea mwanachama wa NATO. Lakini ikiwa Urusi itachukua hatua mapema, hili halitoweza kutokea. Netanyahu kwa upande wake atapunguza maradufu juhudi zake za kuishawishi Washington kwamba mabadiliko ya serikali huko Teheran ndio njia pekee inayoweza kusonga mbele, jambo ambalo Trump angalau kwa sasa anasalia kulipinga kwa silika. Bado kasi ya msongamano wa kijeshi ina mantiki yake na ni mara chache zaidi kupinga hilo, lakini kutokana na jinsi hali itakavyoenda ni wazi ataweza kukubaliana na jambo hili kama ambavyo amekubaliana katika kuishambulia Iran, hasa vinu vyake vya nyuklia vya Fordo, Natanz na Isfahan. Ikumbukwe rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump alisema kwamba anatoa wiki 2 kufikiria namna ya kufanya shambulizi, lakini kumbe ilikuwa ni masaa kadhaa tu yalikuwa yakisubiri pigo kwa Iran. Mchambuzi mwingine anayefahamika kwa jina la Tigran Meloyan katika kituo cha utafiti wa kimkakati katika shule ya juu ya uchumi anasema iwapo Iran haitafanya lolote itahatarisha na itaonekana dhaifu ndani na nje ya nchi, lakini udhaifu huu hautaikumba yenyewe tu, lakini utaikumba Urusi na washirika wengine. Hili hufanya jibu lisilosawazishwa kwa uangalifu kuwa linapaswa kuepukika. Liliundwa sio kuzidisha mzozo, lakini kuhifadhi uhalali wa ndani na suluhisho la mradi. Teheran haiwezekani kwenda mbali zaidi ya hapo. Wakati huo huo, kwa kuendelea kujenga uwepo wake wa kijeshi, Washington inatuma ujumbe wa wazi wa kuzuia kuashiria utayari wa azimio ikiwa Teheran itakosea. Mchambuzi huyo anasema kwamba inapaswa Ayatollah Al-Khamenei atoe idhini ya kushambulia maeneo ya ngome za kijeshi za Marekani.
na Marekani inatambua vyema kwamba tayari Iran lazima italipa kisasi, na imesema huenda ni baada ya masaa 48. Lakini kwa mujibu wa mchambuzi huyu, anasema kwamba ni rais wa Urusi Vladimir Putin anapaswa kuweka nguvu yake katika shambulizi hili. Hata hivyo, siku ya leo Jumatatu, Abbas Araghchi ameelekea nchini Urusi. Anadai kwamba ataenda kukutana na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin kujadili baadhi ya mambo, lakini haswa jambo kubwa ni juu ya shambulizi hili, na wachambuzi wanasema kwamba huenda pia likajadiliwa suala la kulipa kisasi. Sasa ni juu ya Putin akubali kuonekana kwamba Iran ni dhaifu, lakini udhaifu huu utaikumba na Urusi yenyewe. Lakini pia baada ya shambulizi hili, na ikiwa Iran itaamua kujibu kwa kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani, itakutana na shambulizi kubwa zaidi ya hili ambalo limetokea siku ya Jumapili, na hapo itakuwa ni anguko la nchi hiyo ya Iran. Lakini pia ikumbuke, anguko la Iran ni anguko pia la Urusi, kwani kama alivyosema mchambuzi wa mwanzo kwamba hatua hii itaonyesha kwamba Urusi imekuwa dhaifu, na hivyo itakuwa ni rahisi sana kuangushwa kama ambavyo watu wa NATO wanataka kufanya. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.